Naitwa Halfani Amur Mohamed, ni mratibu wa Jumuiya ya Kitaifa ya Wafanyabiashara kwa ofisi ya Pemba. Ofisi yetu kama inavyojulikana ni Jumuiya ya Wafanyabiashara kwa upande wa Zanzibar, ambayo ni taasisi mwamvuli kwa private sector hapa Zanzibar. Sisi kazi zetu kubwa ni kupigania mazingira rafiki ya ufanyaji wa biashara hapa Zanzibar, kwa maana kuangalia sera, sheria, lakini pia huwa tunatoa mafunzo kwa wanachama wetu na kufanya utetezi wa mambo mbalimbali. Lakini aidha sisi ndio ambao tunatoa barcode, lakini pia tunatoa na zile vyeti vya uasili wa bidhaa, kwa maana wale watu ambao wanataka kutoa bidhaa kutoka Zanzibar, kutoka Tanzania kwenda nje ya Tanzania, yule ambaye itakuwa yupo Zanzibar, basi sisi ndio ambao tunatoa hizo certificate. Kwa mfano kwa Pemba, wale wanaopeleka Mombasa mipira, wanaopeleka pweza, wanaopeleka bidhaa zamani, ni vizuri ukichukua zile certificate of origin. Kwa sasa tupo kwenye mradi wa Inclusities ambao unashughulika na bidhaa za baharini, kwa maana ya mwani, samaki pamoja na mnyororo wa thamani zake. Lakini vile vile unashughulika na masuala ya wale wanaochakata takataka. Kwa mfano wanaochukua taka wakazitengeneza mbolea, wanaotengeneza maua na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kupitia huu mradi sisi tumetembelea wanachama wetu. Kwa hiyo tunapotembelea wanachama huwa tunataka kujua changamoto. Na miongoni mwa changamoto tulizozibaini ni kwamba wafanyabiashara wengi au wajasiriamali wengi hawaweki kumbukumbu, na tulipowauliza tukabaini kwamba hawana taaluma ya uwekaji wa kumbukumbu za biashara. Lakini vile vile tulibaini wanafanya biashara, wanajiita wajasiriamali, lakini ile taaluma ya dhana ya ujasiriamali hawanayo. Lakini pia tuligundua kwamba wengi wanafanya biashara kwa njia zile zile za zamani. Kwa mfano bado mtu analazimisha alipwe cash, pesa. Yaani hana njia nyingine ambazo mtu unaweza kumlipa. Kwa hiyo kutokana na haya tulioyabaini kupitia mradi, kwa sababu huu mradi mbali ya kuwawezesha wananchi, lakini wanachama au wafanyabiashara pia unaiwezesha ofisi yetu ili kuweza kufanya shughuli zake vizuri zaidi. Kwa hiyo kupitia yale tuliojifunza kwenye mradi, ndio leo tumeamua kufanya haya mafunzo kwa wajasiriamali wetu ambao wengine ni wanachama wetu na wengine si wanachama wetu, kwa ajili ya kuwapa mafunzo hayo ya uwekaji wa kumbukumbu za biashara, masuala ya kupewa taaluma, mjasiriamali anatakiwa awe vipi, lakini vipi mjasiriamali anatakiwa wahudumie wateja wake. Lakini pia tukaamua kuwaita wenzetu wa TCB na IAS ili waweze kuja kuwafahamisha njia ambazo zitawawezesha wao kufanya biashara kwa njia za kisasa na kujua zile fursa ambazo zipo kwenye hizo kampuni kama wajasiriamali. Niliona ndugu zetu wa Chamber of Commerce, lakini kwa mashirikiano kama vile ambavyo tunafanya mara kwa mara kwa kupitia ile sera ya sector private na ni public private sector na ni partnership, ambayo inatuunganisha baina ya sekta binafsi na sekta za umma kufanya kazi kwa pamoja. Kwa hivyo tumekuwa tukifanya haya matukio mbalimbali kwa kushirikiana na wenzetu hawa Chamber of Commerce, na leo ni miongoni mwa siku ambayo tumekutana hapa kwa ajili ya kusimamia mafunzo haya ambayo wenzetu wamealenga kuwapa wale washirika wao, kwa maana ya wanachama wa Chamber of Commerce, ili kuweza kuona mabadiliko kidogo katika utendaji wao kibiashara na wafanyakazi wao wa zile shughuli zao za kila siku. Ufanyaji wa biashara, kwa sababu ile dhana ya kwamba lazima tuonane na mteja moja kwa moja itaweza kubadilika sasa. Itakuja katika mtazamo mwingine ambao ndio ulimwengu umeelekea huko. Sasa hivi ulimwengu umeshahama kwamba lazima mtu muonane mfanya biashara. Lakini sasa hivi ulimwengu uko mbali sana. Sasa hivi kuna masuala ya kutumia haya mpaka AI, masuala hii ndio itakuja kukuza sasa watu wetu, kuwafungua kiakili, kufungua mawazo yao, lakini pia kuwa na njia mbadala na mbinu nyingine ambazo zitasaidia sasa kufanya zile biashara zao. Kwa Ahmed Abdallah ni afisa mahusiano ambaye anatokea katika taasisi ya kibenki ambayo inaitwa Tanzania Commercial Bank, almaarufu kwa jina jingine TCB Bank, ambayo kwa Pemba tunapatikana Madungu Chake hapa, lakini pia tunapatikana nchi nzima, tuna matawi zaidi ya 82. Leo tupo hapa kwa ajili ya fursa ambayo tumeshirikiana na ZNCC, ambayo tumeshirikiana kwa muda sasa hivi kwetu
Kwa hiyo tupo hapa leo kwa ajili ya wajasiriamali ambao wapo hapa leo. Tanzania Commercial Bank TCB tuna fursa nyingi ambazo kwa uchache leo, kwa sababu ya wajasiriamali ambao tunao, tutauza chache. Fursa ambazo tunazo, tuna mikopo ya wafanyabiashara wakubwa na wadogo, ambapo mikopo hiyo inatolewa kwa wafanyabiashara binafsi, lakini pia tuna mikopo ya vikundi ambayo tunashirikiana na serikali kwa upande wa uwezeshaji ZEA, ambao vikundi vinatakiwa visipungue watu 7 kuendelea juu, na makundi 3 ambayo ndio yanatolewa kwa hivyo vikundi. Na mikopo hiyo kwa tumetoa sana Pemba yote miwili, wafanyabiashara wakubwa na wadogo, pia na hiyo ya uwezeshaji. Pia tuna fursa ambayo tumeanzisha sasa kama bank kwa wafanyabiashara au wajasiriamali au hata watu binafsi. Tuna Stawi Bond ambayo imeanza hivi karibuni, ambayo ni bond ambayo kwa sasa ndio bond ambayo ina rating nzuri, ina faida nzuri. Kwa hiyo tunawakaribisha Tanzania Commercial Bank. Pia tuna account tofauti kama bank tunaziuza, ambayo kwa haraka nitaipropose account ya Tabasamu, ambayo hiyo Tabasamu account ni account kwa ajili ya wanawake wajasiriamali, ambayo haina makato ya mwezi, haina chaji zozote ambazo zinahusiana na ile account isipokuwa chaji za kutoa tu, ambayo hii account ni muhimu kwa wanawake, ambayo ina uwezo kumpa mkopo licha kuwa ni account tu, ina uwezo kumpa mkopo without kitu chochote kile. Naitwa Abdurrahman Mohamed Kasim, ni territory manager wa mkoa wa Kusini Pemba kutoka kampuni ya Yas. Na leo tupo hapa kwenye ukumbi wa Tibirinzi. Lengo ni kupata fursa kuzungumza na wajasiriamali juu ya fursa ambazo wanaweza kupata kupitia huduma ambazo tunatoa sisi kampuni ya Yas. Ni kwamba mara nyingi tumeona wajasiriamali kuna baadhi ya elimu ya jinsi ya kufanya biashara kwa njia za kisasa wanakuwa hawana. Kwa hiyo kama malengo ya mkutano wenyewe, na sisi tukaona tuje ili wale wafanyabiashara waache ile kufanya biashara kwa mazoea, njia za kienyeji, na hasa kwenye mfumo wa malipo. Yani wanapouza bidhaa zao wasitegemee tu kupata malipo kwa njia za pesa ya mkononi, yani cash. Wajue kwamba pia kuna njia za kidijitali za kuwawezesha wao kupata malipo, ambao ni njia salama zaidi na ni nyepesi. Lakini pia tuna huduma nyingine ambazo zinaweza kuwasaidia, ikiwemo kuweza kutengeneza Mastercard ya Mixx by Yas, ambayo inaweza kuwasaidia wao kufanya malipo kimataifa. Kwa mfano, wanaweza kununua bidhaa nje ya nchi na wakaweza kulipia kupitia hii huduma ya Mastercard ya Mixx by Yas. Naitwa Mafunda Nasoro Mbaruk, ni mjasiriamali kutoka wilaya Chake Pemba, shehia Chanjani. Jina langu la biashara ni Madam Shine. Vile vile na vikundi vyangu vya ushirika, mashallah. Tunajishughulisha na shughuli mbalimbali mpaka za ufugaji wa nyuki. Kwa kweli mafunzo tumeyapokea vizuri, kwa sababu ni mafunzo kwa kwetu si mapya, lakini ni kumbukumbu za kutunza kumbukumbu za mahesabu ya kazi zetu tunazozifanya. Kwa hiyo tumeyapokea vizuri, kwa sababu ni mara nyingi tunapoa mafunzo haya, lakini tulikuwa hatujapata mwamko kabisa kufanyia kazi. Lakini kwa mara hii tumefundishwa vizuri zaidi, na hasa hiyo mada inayoendelea sasa hivi ni mada ya Yas, ambayo tutauza biashara zetu bila makato yoyote, kwa sababu biashara zetu nyingi tunapitia katika mitandao.